إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من عذاب النار. أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله عز وجل بفعل ما أمر الله به واجتناب ما نهى عنه وزجر. يقول الله عز وجل: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. anasema Allah azza wa jalla, wanaume ndio wasimamizi wa wanawake kwa kile ambacho Allah amefadhilisha baadhi yao juu ya wengine, na kwa yale wanayoyatoa wanaume katika mali zao. Ay ar-rajul qayyimun 'ala al-mar'a, maana yake mwanamume ndiyo msimamizi wa mwanamke. Huwa raisuha, yeye ndiyo kiongozi wake, ndiyo rais wake. Wa kabiruha, na ndiyo mkubwa wake. Wal hakimu 'alayha, na ndiyo hakimu wake. Wa muaddibuha idha i'wajjat, na ndiyo wa kumuadabisha pale ambapo mwanamke anapopinda, anapoteleza. Muaddibuha, yeye mwanamume ndiyo wa kumuadabisha idha i'wajjat, pale ambapo mwanamke anapokengeuka. Bima faddala Allahu ba'dahum ala ba'd, kwa kile ambacho Allah amefadhilisha baadhi yao juu ya wengine. Fa inna ar-rijala afdalu min an-nisa, kwa kuwa wanaume ni bora kuliko wanawake. War-rajul khairun min al-mar'a, na mwanamume ni mbora kuliko mwanamke. Walidhalika ju'ila an-nubuwwa mukhtassatun bir-rijal, au kama qala al-hafidh ibn Kathir, kwa ajili hiyo ukafanywa utume ni jambo maalumu kwa wanaume peke yake. Wal mulku al-a'zam, na ule ufalme au uongozi wa juu ni wa wanaume tu. Lidhalika qala alayhi salatu wassalam, na ndio maana mtume alayhi salatu wassalam akasema: lan yufliha qaumun wallau amrahum imra'a, hawatofanikiwa watu jambo lao, uongozi wao wamemkabidhi mwanamke. Hadithi ambayo imetaja Imam al-Bukhari min hadithi Abdullah ibn Abi Bakrata radiyallahu anhu wa ardhahu. Wakadha mansib al-qadha, na vile vile nafasi ya kutoa qadha, hukumu. Qadha al-qudhati katika Uislamu ni nafasi ya wanaume tu. قاله الحافظ ابن كثير، هيا يسمى الحافظ ابن كثير. عباد الله، فإن أعظم نعمة على هذه الأمة، نعمة kubwa juu ya umma huu ni neema ya Uislamu, na neema ya kuongozwa mtu katika kuifuata sheria ya mbora wa viumbe Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. ولما تضمنته من السعادة والخير والنجاة والفلاح يوم القيامة،
kwa kuwa ndani yake sheria hii ya Uislamu imekusanya mafanikio mazuri, yale ambayo yatamfanya mtu kuokoka katika adhabu nzito ya Allah azza wa jalla siku ya kiyama. Walidhalika la yakhfa alaykum, kwa ajili hiyo haifichikani juu yenu, anna al-islama jaa bilmuhafadha ala karamati almar'a, kwamba huu Uislamu umekuja kumhifadhi mwanamke. Uislamu umekuja katika jambo la karamati almar'a wa siyanatiha, na kumchunga mwanamke awe katika mazingira mazuri, wa wad'iha fil maqami allaiq biha, na kumweka kwake mwanamke katika sehemu ambayo yenye kuendana na utukufu wake, wa hatha ala ibadiha, na Uislamu ukahimiza juu ya kumweka mbali mwanamke kwa yote ambayo yatakayokuwa yashinu karamataha, yatakayoharibu karama yake mwanamke na atakayochafua nafasi yake na cheo chake. Kwa ajili hiyo Uislamu ukahimiza majukumu ya ndani ya nyumba yasimamiwe katika kuleta matumizi na mambo yote ambayo yanawajibika ndani ya nyumba hiyo ya Muislamu kwa mwanamume ambaye ndo rais wa kabir wa hakimun alaiha, ndio kiongozi, ndio msimamizi wa mwanamke huyo. Na Uislamu ukafarikisha baina yale ambayo mwanamume anayasimamia katika majukumu na yale ambayo mwanamke wa Kiislamu anayasimamia. Allah anasema ndani ya Qur'an, waqarna fi buyutikunna wala tabarrajna tabarruj aljahiliyyati alula, na nyinyi wanawake kaeni katika majumba yenu wala msijishaue kujishaua kule kwa jahilia kwa mwanzo. Tabarruj aljahiliyati alula, kujishaua. Nini maana kujishaua? Al-Hafidh Ibn Kathir anasema waqarna fi buyutikunna ay ilzamna buyutakunna wala takhrujna lighairi haja, lazimianeni na majumba yenu na wala msitoke pasi na haja. Haya ndo maagizo ya dini yetu ya Uislamu. Mwanamke sehemu yake ya kutulizana fi baitiha, ni ndani ya nyumba yake. Mwanamke wa Kiislamu sehemu yake ya kutulizana ni katika nyumba yake. Wala takhrujna lighairi haja, na wala msitoke katika majumba hayo pasi na sababu. Na Allah akasema wala tabarrajna tabarruj aljahiliyyati alula, wala msijishaue msijishebedue katika ule ushauaji wa mwanzo ukifanywa na jahiliya. Mujahid anasema kanatil mar'a rahimahullah, anasema kanatil mar'a takhruju tamshi baina yaday rijal, ilikuwa mwanamke anatoka anatembea mbele za wanaume. Fadhalika tabarrujul jahiliya, basi hili ndio ambalo Allah aliolikataza, ambalo ni tabarrujul jahiliya, ile ambayo Allah aliyokataza ndani ya Qur'an, wala tabarrajna tabarrujal jahiliyati alula. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalam ala rasulillahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wa alihi wa sahbihi wa man walahu, amma ba'd. inna ad-da'wata linuzuli al-mar'a fi maidani al-amal maidani ar-rijal, hakika ulinganizi, njia za kuwaita watu, kumwita binti mwanamke wa Kiislamu kuja katika maeneo ya kazi. Da'wata linuzuli al-mar'at lil'amal fi maidani ar-rijal, ulinganizi, wito, sera za kuwaita wanawake kufanya kazi katika maeneo ambayo wapo wanaume. Almuaddi ila likhtilaf, jambo ambalo linapelekea kuchanganyika baina ya mwanamke na mwanamume, ikawa ofisi yao ni moja, ikawa sehemu yao ya kukaa kufanyia kazi ni moja, iwe ni mwalimu wa skuli, iwe ni mtu alioajiriwa katika ofisi, iwe ni sehemu ambazo wanaume wapo maeneo hayo wanafanya kazi. Jambo hili amrun khatirun jidda, ni jambo la hatari mno. Hii ni katika wito walosimama aadaul Islam, maadui wa Uislamu, kuliona jambo hili jamii ya Kiislamu ni la kawaida kwa wao. Na haya mambo leo hata hivi mimi nazungumza, kuna watu wanakasirika, wanaona kwamba huyu anatutia uzito katika dini yetu, katika muongozo wetu. Allah ametoa maagizo kwa mwanamke wa Kiislamu, waqarna fi buyutikunna, kaeni katika majumba yenu.
yenu. Jambo la wanawake wa Kiislamu kuchanganyika katika maeneo ya kutafuta riziki, ikawa wao wamesimama kama vile wanaume wanahangaika kutafuta mishahara yao, wanatafuta na wao wapate riziki zao, wana michango ya harusi mengi, wana mambo ya kutafuta na wao wawe na chao wenyewe, ajenge mwanamke nyumba yake. Wallahi laqad wasala al-amru ila an takhruja al-mar'a al-mutazawwija. Jambo leo halijaishia hapa, limefikia mpaka mwanamke aliyeolewa anatoka katika mji wake anakwenda Oman kufanya kazi. Kisa nini? Awe na kijumba chake na yeye yupo ndani ya ndoa. Huyo ni mwanamke wa Kiislamu. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam harrama lilmar'a an tusafira wahda, amemkataza mwanamke kusafiri peke yake. La tusafiru almar'at illa ma'a dhi mahram, haifai mwanamke kusafiri, ende katika umra, ende katika hija, kwa taasisi yoyote iwe itakavyokuwa, ni haram dada wa Kiislamu kutoka mguu mosi mguu pili kusafiri kwenda Pemba, kwenda Dar es Salaam au maeneo mengine, ila awe na mahram yake, awe na mahram kaka yake, baba yake, babu yake, mume wake. Hawa ndo ambao anastahiki kuondoka nao. Haya mambo wallahi kada an yunsa, yanakaribia kusahauliwa kwa Waislamu. Anaambia utakwenda wapi kwani? Anataka niende sehemu fulani, chukua nauli hapa, nenda, usikawie kurudi. Anatoka imani mwajiriwa, anaenda kwenye semina wiki mbili, wiki tatu. Wewe mwanamume una jukumu gani? Hujajua maneno ya Mtume wa Allah juu ya mwanamume ambaye ni dayuth, hana wivu kwa mkewe? Hujajua juu ya makatazo ya Allah juu ya mwanamke kukaa faragha na mwanamume? Wanakaa katika maofisi huko chochoroni huko, na mwanamke kajitia ma lipstick, amejitia mahina na mapiko, wamekaa huko kigonga. Kuna tabu mno. Unaona magazeti na chai zimewekwa chupa na vikombe viwili vya mtu na bosi wake. Wewe mwanamume wa Kiislamu uliojipamba na sunna ya Mtume, huone wivu katika hili? Haya ni mambo ya haramu. Huu ni utaratibu ulioletwa na aadaul Islam. Wallahi jambo hili jambo, pamoja na kwamba watu wanaona jambo jepesi, thamaratuhu almurra, faida yake, natija yake ni mbaya mno. Waulizeni wale ambao wanafanya, abda iwe mtu hana tabu kwa kuwa yeye yupo katika musharaka huu. Kadhalika jambo hili baada yake awaqibuhu waqima, mwisho wake unakuwa ni mbaya. Leo ngapi katika ndoa za watu zimevunjika? Wangapi katika watu wanaishi kwa kulea wale watoto, hakuna mapenzi baina yao, kwa sababu kila mmoja ni mfalme ndani ya nyumba. Wewe unafungua unatembea nao, na yeye anafungua anatembea naye. Wewe una gari unaingia naye, na yeye ana gari. Hapa nani atakayemuongoza mwenzake? Hatuna maana kwamba mwanamke wa Kiislamu asimiliki mali, hatupo katika upande huu. Tunazungumza uharamu wa mwanamke kufanya kazi katika maidanu rijal, sehemu za wanaume. Hili jambo ni la haramu. Haya ni mambo ya makosa, na wewe mwanamume ambao umemruhusu mkeo katika hilo, una dhima kubwa mbele ya Allah azza wa jalla siku ya kiyama. Na haya ndiyo mafunzo ya maulama wa Kiislamu, maulama wa sunna. Msome Sheikh Ibn Baz kwenye kitabu At-Tabarruj wa Khatar, ameelezea jambo hili kwa maneno makali mno, namna gani aadaul Islam, akataja mpaka zile kauli walizositaja kufar wao wenyewe katika madoktorat, wale ambao wameona athari ya mambo haya katika jamii. Tizameni jamii zetu zilivyo leo. Anatoka mwanamke anayesali, anayefunga Ramadhan, anayeheshimu wazazi wake, lakini katika eneo la kazi kana kwamba kuna aya imewaambia huku hakuna uharamu wa kuvaa ovyo. Anavaa, nywele zake zinaonekana, anavaa, mwili wake unaonekana, atavaa katika namna si ya stara, lakini kwa kuwa ana madrasa fulani anayesimamia, ana madrasa fulani, yeye ndio kiongozi, basi jambo hilo linaonekana ni jambo lenye kufaa katika jamii ya Kiislamu. Wallahi haya ni mambo ya makosa, na hili ni jambo la haram, na sisi tutaulizwa mbele ya Allah azza wa jalla, qu anfusakum wa ahlikum nara. Na utaulizwa mwanamume, vipi umemsimamia ahli yako? Wewe ndio ulikuwa chachu ya kumwambia atafute vyeti vyake, kumhangaikia katika ofisi hii na ile, ili afanye kazi achanganyike na wanaume. Wewe ndio ulikuwa sababu ya kumtoa katika taa, ya kumtoa haya binti huyu wa Kiislamu aliyotoka kwa wazazi wake akiwa na haya zake. Au wewe mzazi imekuwa ni sababu ya kuivunja ndoa ya binti yako ambaye ameamua kubaki ndani ya nyumba yake kwa hiari yake, ukasema mimi nimetoa pesa zangu, nimetoa mali yangu, naomba huyu afanye kazi irejeshe ile mali yangu katika kile nilichokitoa. Wallahi watu wataulizwa mbele ya Allah, thumma la tusalunna yawma
yawma idhin 'anil na'im. Fahamu mke ni neema, kuna watu wa kuoa kwa sababu hawana uwezo huo. Fahamu binti uliyempata wa kike ni neema, Allah atakuuliza. Bali mtume alitoa bishara kwa yule ambaye atakayewalea watoto wa kike, wattaqallaha fihinna, akamcha Allah katika watoto hao. Na kumcha Allah ni kumwandalia mazingira ya kheri na bora huko akhera na kuelekea. Sio haya tunayoyaona leo. Wallahi hali inasikitisha. Jamii ya Kiislamu inakaribia aadaul Islam kuichezea katika namna inayotaka. Jambo hili halipo katika Uislamu. Mambo haya ni haram. Kwa hiyo ndugu yangu ambaye unataka kuoa, kijana wewe unayetaka kuoa kuingia katika jambo hili, fahamu kwamba Uislamu haujaweka sawa baina mwanamume na mwanamke. Hakuna usawa. Kwa sababu haya tunayozungumza, wanasimama baadhi ya watu wenye kuyalingania haya kwa sura ya dini, wakajifanya wao ni wanaharakati. Kuna wanaharakati wa kike walisimama katika nchi hii, kina Amina na wenzake, wakawa na utaja ukadhi, wanawake wapewe nafasi ya ukadhi. Hivi si ungezuia hedhi kwanza kama una uwezo hilo? Allah ametofautisha baina ya wanaume na wanawake ndani ya Uislamu. Hakuna usawa kati ya mwanamume na mwanamke, hakuna Uislamu wa namna hiyo. Uislamu umempa mwanamke haki yake, na Uislamu mpa mwanamume majukumu yake, na Allah akamkalifisha mwanamume wa Kiislamu abebe jambo la kumlisha, an tut'imaha idha ta'imta wa an taksua idha iktasait, kumlisha mkeo, kumvisha mkeo. Yote ambayo yanasimama juu yako katika kumwendeleza mkeo huyu, hana hadhi wala nafasi mwanamke kuanza kuhangaika. Kwa sababu haya tunayoyasema leo, watu wanadai muktadhayatul asri, kwamba haya ndio mambo ya zama za leo. Haiwezekani mwanamke akawa goalkeeper ndani ya nyumba, yeye kazi yake ni kuzalishwa tu, hana maendeleo. Wanaume wenyewe hawatabiriki. Kazi yako ndio mume wako wa mwanzo, halafu baada ya hapo mtafute Juma na Makame. Haya ndio ambayo wanafundishwa huko wanakotoka. Kwa hiyo tamkuta anafanya juhudi, anafanya bidii juu ya kuipata kazi, iwe ya halali au ya haram, iwe ya kuvua stara yake au ambayo itakuwa stara haina nguvu juu ya jambo lile. Na wangapi katika haya wanatoka wanaenda katika maofisi yao wakiwa wamevaa mahijabu za Kizanzibari hizi, wakifika huko wanavua. Utaona nywele yake, utaona paja lake, utaona kimwili chake, unakiona. Haya yote ni kwa sababu ya kuingia katika mambo ya haram. Kadhalika wengine wanasema maisha ni magumu, lazima mwanamke ashughulishwe na yeye atafute kazi. Haya ni mambo ya haram. Wallahi wepesi wa maisha hauji katika sura hiyo. Watu ili wapate wepesi wa maisha warejee kwa Allah azza wa jalla, walau anna ahla alqura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas sama. Kadhalika wale ambao wenye maduka, wenye ofisi ambao wao wamezimiliki, wakawaajiri mabinti wa kike tena walovaa vibaya, na wengine ni Waislamu wanajua uharamu wa jambo hilo, akawa mtu ana saluni yake anawaeka wanawake wa Kiislamu au makafiri wengine katika namna ya ovu, uhashiria zina na munkarat. Wallahi huyo ataulizwa mbele ya Allah. Leo katika dunia pumzi zinamwenda na uhai uko nao, na anapata pesa na anaingiza, lakini kesho itakuwa ni wabalan alayhi, ni mzigo mbele ya Allah azza wa jalla siku ya kiyama. Kadhalika yule mwenye ofisi akamleta pale binti wa watu aliyejipura vizuri, aliyejiweka vizuri, ambaye ana muonekano wa tabarruj ili watu waje wengi pale ofisini kwake, huyu pia ana mzigo wa dhambi, na yeye amesaidia katika uovu wowote utakaofanyika katika jambo hilo. Turejeeni kwa Allah azza wa jalla, tuzitunze familia zetu. Da'wa yetu, jambo la mwanzo ni islahul buyut, kutengeza majumba yetu. Haiwezekani wewe leo mwaka wa 7, mwaka wa 10, binti yako anavaa ovyo na wewe unamlisha ndani ya nyumba yako. Haiwezekani. Una mke wewe, unasikia mawaidha, unakuja madarasani, una mke mpaka leo anavaa vitandio vya haki ya Mungu, huku unasimama unakemea watu juu ya ibada ya bid'a, hali ya kuwa nyumbani kuko kubaya ovyo kabisa, hata kusema huyu ni mke wako uwezi. Wallahi wanawake hawa watakuja siku ya kiyama, watatukamata mikono yetu, watasema ya Rabbi, waulize hawa hawakunifundisha adabu wala hawakunifundisha dini. Kwa hiyo kukaa na mke sio kumlisha na kumvisha. Hakikisha binti huyo ulomtoa katika mikono ya wazee wake unasimama naye katika taa ya Allah na katika yale ambayo aliyokataza Allah, mnakuwa mbali pamoja. Msisaidiane katika uovu, saidianeni katika wema, na hivi ndivyo alivyoagiza Allah azza wa jalla, inna Allaha malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أصلح بيوتنا، اللهم أصلح بيوتنا، اللهم أصلح أبنائنا وبناتنا وأزواجنا برحمتك أرحم الراحمين. اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين، اللهم أصلح رئيس زنجبار برحمتك أرحم الراحمين. قوموا إلى صلاتكم.